Karibu kwenye sehemu ya pili ya maombi ya kukataa hofu. Hebu sema: Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa nafasi hii ya kuomba ambayo umenipa. Nimetambua ya kwamba hofu si mpango wako. Hofu si roho inayotokana na wewe Mungu, maana wewe hukutupa sisi roho ya woga. Nimetambua ya kwamba hofu inasababishwa na kukosa kwangu maarifa na kukosa ufahamu wa neno lako. Kwa sababu hiyo hofu, woga na mashaka vimeniangamiza. Ninaomba rehema mbele zako Bwana. Ninaomba toba na rehema kwa ajili ya mlango wote niliofungua mwenyewe na kumpa ibilisi nafasi ya kupanda mbegu ya hofu kwenye nafsi yangu. Ninaomba toba na rehema mbele zako Mungu, kwa damu ya Yesu Kristo. Nisamehe kwa kuto kulisoma neno lako, maana hofu imeniangamiza kwa kuto kuyajua maandiko. Ningelifahamu neno na kuliishi, hofu ya mauti isingenivaa, hofu ya umaskini isingenivaa. Kwa sababu hiyo Mungu, ya kuto kulijua neno, hofu imenikamata, hofu imenishika, hofu imenitawala. Bwana, ninaomba unisamehe kwa damu yako ya thamani Yesu iliyomwagika pale msalabani. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwingi wa rehema. Asante kwa sababu unasamehe makosa, unasamehe dhambi, unafuta na uovu wote. Nami ninaomba unisamehe pale ambapo mimi mwenyewe nimefungua milango ya hofu, nimeachilia adui akapanda hofu ndani yangu. Nami ni katika jina la Yesu Kristo, ninatumia damu ya Yesu Kristo, ni katika jina la Yesu, ninakataa hofu za kila namna kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Ewe hofu ya mauti, toka, achia nafsi yangu kwa jina la Yesu. Ewe hofu ya kupata hasara, toka, achia nafsi yangu kwa jina la Yesu Kristo. Wewe hofu ya magonjwa, hofu ya maradhi, toka kwa jina la Yesu Kristo. Wewe hofu ya ajali, toka, achia, toka, achia kwa jina la Yesu Kristo. Hofu za kila namna, toka, achia kwa jina la Yesu. Ninainyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye kila mlango ambao umefungua hofu kwangu. Ninafunga huo mlango kwa damu ya Yesu. Kila mlango ambao umepitisha hofu kwenye nafsi yangu, kwenye moyo wangu, ninafunga kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Maana imeandikwa, chochote ninachokifunga duniani kimefungwa na mbinguni. Nami ni katika jina la Yesu, ninafunga malango yote ya hofu, ninafunga kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Na saa hii, sawa sawa na Mathayo mlango wa 15 mstari wa 13, imeandikwa, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Nami ninang'oa kila pando la hofu kwenye nafsi yangu, ninang'oa kwa jina la Yesu. Kila pando la hofu kwenye nafsi yangu ninaling'oa kwa jina la Yesu Kristo. Ninang'oa kila pando la hofu. Chochote ambacho hofu imesababisha kwenye maisha yangu, ni katika jina la Yesu ninaamuru kiniachie leo. Chochote ambacho hofu imesababisha kwenye maisha yangu, chochote ambacho hofu imesababisha kwenye nafsi yangu, ninakuamuru kwa jina la Yesu, toka, uniache huru katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Maana imeandikwa, mwana akiwaweka huru, mmewekwa huru kweli kweli, mmekuwa huru kweli kweli. Nami ninatamka uhuru wangu, ninatamka uhuru wangu kwa jina la Yesu. Ninavaa roho ya ujasiri, ninavaa roho ya ujasiri kwa jina la Yesu Kristo. Ule ujasiri wa simba wa kabila la Yuda, Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ndio huo ninauvaa saa hii katika jina la Yesu. Ninajivika vazi la ujasiri kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninatangaza katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili ya kwamba hofu
sio fungu langu tena, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatamka amani, ninatamka ni salama kwenye kila eneo linalohusu maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Mungu akubariki sana. Endelea kuomba maombi haya kila wakati. Pale unaposikia hofu ndani yako, pale ambapo adui anakuhubiria uovu, hebu endelea kukataa na uiombe sala hii mara kwa mara katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Amen.